Naam, mmehoji maswali mengi kuhusiana na ndoa iliyorushwa mtandaoni ya msanii maarufu Q-Chief au Q-Chila, Bwana Abubakari Katwila. Sasa mmehoji katika usahihi wa kuoana katika ndoa sita zile ambazo nimewaambia. Cha kwanza ni wafundishe kitu kimoja. Tukilitazama jina Abubakari, jina Abubakari, walio wengi sio watabaki kwenye ile A. Hapana, Abubakari huwa A mara nyingi inakufa. Ukiitaja kama Abu, ile Abu inakuwa kubwa sana bu, yani kuliko ile A. Si kama unaelewa vizuri, inakuwa haifanyi kazi ile A. Na Abubakari mara nyingi atakuwa kwenye jina moja, katika hayo ni majina mawili double. Kwa hiyo atakuwa kwenye jina moja. Kwa mfano kama vile mtu labda aitwe Abdul Karim, anaweza kuwa Abduli au anaweza kuwa Karim. Kwa hiyo inategemea utotoni alikuwa anaitwa sana lipi. Kwa kama utotoni alikuwa anaitwa sana Abu, bado ni B katika jina hili. Na akiitwa Bakari bado ni B katika jina hili. Si tunaelewana vizuri? Na ndio maana kwamba yeye yuko bora sana katika uimbaji wa mziki, maanake ana sauti bora sana mpaka leo hii haijachuja. Mimi pia ni mmoja katika washabiki wake. Na hii ni kutokana na kipaji alichozaliwa nacho na ni nguvu ya nyota yake katika nyota za udongo. Niliwaambia wanamuziki bora sana wanapatikana katika nyota za udongo, herufi B, N na Z, F na R, J na V. Chunguza hapo ulipo, fanya research yako, utagundua kwamba Tanzania tu hii, vuka mipaka Tanzania, wanamuziki sika na kwamba hakuna wanamuziki wengine ambao wana majina mengine, wapo wengi sana. Lakini wale wa idadi ya juu ambao muziki kwao ni kitu chao ni wale wanaetoka katika nguvu ya udongo au kaskazini masikio. Makaskazini masikio manake wana power nzuri ya kusikika. Kwa hiyo ndo maana kwamba wao ni wanamuziki wazuri, na ukitaka kuchunguza watu hawa wa udongo, uongozi wa kwao, utajiri wa kwao, burudani ya kwao hasa ya muziki. Kwa hiyo yeye anatoka katika nyota hii ya udongo ambayo ni B, N na Z, F na R, J na V. Katika sayari hii ya udongo ndio anakotokea, katika nyota namba 2, nyota ya udongo. Mke wake bora sasa ni yupi? Katika swali lenu, mke wake bora maana yake ni atoke kwenye nyota za maji ambayo ni L na X. Hapa ndio bora zaidi kwake. Maji kwa ujumla ni D na P, H na T. Hao pia ni watu wa maji. Na tukumbuke nimewaambia katika ndoa sita, B, N na Z wataoana na L na X. A, M na Y wataoana na G na S. C na O wataoana na E na Q. D na P wataoana na J na V. F na R wataoana na H na T. I na U wataoana na K na W. Nafikiri hizo ndoa sita mara kwa mara na wapeni. Kwa hiyo ukimchukua kama Abubakari, nimesha kufundisha kwamba atabeba nguvu za B zaidi, sio za A. Kwa hiyo nguvu za B, nyota namba 2 ya udongo. Kwa hiyo hapo nimeshakupa usahihi wa nyota wa ndoa sita. Kwa hiyo wewe tazama mke wake aliyemooa anaitwa nani. Mimi simfahamu, basi ukipata jina lake utaona kwamba amepatia au amekosea. Lakini japokuwa kwamba hata yule mke wake bora wa L na X, bado wakiwa pamoja bado kutakuwa na makelele na maugomvi na kukosa maelewano na kuteseka. Na ukumbuke pia herufi B, N na Z nimesema inakuwa na changamoto kubwa anapofika miaka 35. Changamoto iwe kubwa, lazima iwe ana changamoto kubwa katika maisha yake. Na hasa changamoto hii itakuwa katika mwezi wa 11 na 12, itaanzia katika kipindi hicho. Ni changamoto nzito katika maisha yake, kuanzia afya, akili, uchumi, mapenzi, ushirikiano na watu, kote huko atapitia kuteseka. Ni kutokana na mfumo wa nyota yake ukifika hiki kipindi. Kwa hiyo ndio maana pia unamuona yupo kwenye story sana ya changamoto. Kwa hiyo tuzingatie sana hicho kitu.
Ikifika miaka 35 lazima hilo jambo lipatikane kwa mtu wa herufi hizi B, N na Z yoyote. Ali Hatib Kindusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu Ali KK TV. Ni follow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV.